Karibu katika Mseto Plus ya leo Septemba 30, dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia. Jina langu ni Fatuma Huseni, nyuma ya kamera ni Goodrak Gustav. Shirika la viwango Tanzania TBS limesema limechunguza aina mbalimbali za mboga na kubaini kuwa hazina mabaki ya sumu na viuatilifu kama ilivyoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari hivi karibuni. Septemba 28, 2025, gazeti la Mwananchi liliripoti tabia baadhi ya wakulima kuvuna mboga ikiwemo nyanya siku chache baada ya kupuliza dawa ili zisiharibike, jambo lilotajwa kuhatarisha afya za walaji. Taarifa ya Gladness Kaseka, meneja wa uhusiano na masoko wa TBS, iliyotolewa jana Septemba 29, 2025, inafafanua kuwa mboga hizo zina kiwango himilivu cha viuatilifu, hivyo ni salama kwa walaji. Kwa mujibu wa Kaseka, ufuatiliaji na uchunguzi wa kimaabara wa aina mbalimbali za mboga katika soko umeonyesha kuwa mazao hayo hayana mabaki ya viuatilifu yanayozidi kiasi kinachovumilika kwa mujibu wa viwango vya WHO na FAO. Kilimo cha mazao ya mboga hutumia viuatilifu ili kukabiliana na wadudu waharibifu, magonjwa ya mimea na magugu, ambapo viuatilifu vinavyotakiwa kutumika ni vile vilivyoidhinishwa na mamlaka ya udhibiti. Pamoja na viuatilifu hivyo kuidhinishwa na mamlaka za udhibiti, bado mkulima anatakiwa kuvitumia kwa kiwango stahiki ili kupunguza uwezekano wa viuatilifu hivyo kuingia katika mwili wa binadamu wakati wa kula. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, viuatilifu vinaweza kusababisha madhara ya haraka au ya muda mrefu kulingana na kiwango na namna mtu alivyoathiriwa navyo. Sofia Ndoni, mtoto mwenye umri wa miaka 3, amefariki dunia kwa madai ya kushambuliwa kwa kipigo sehemu mbalimbali za mwili wake na kisha kukabwa shingo na bibi yake Christina Kishiwa aliyekuwa akiishi naye mtaa wa Nyakato, kata ya Nyasubu, manispaa ya Kahama, mkoani Shinyanga. Sofia enzi za uhai wake alikuwa akiishi na mtuhumiwa ambaye ni mama mdogo wa mama wa marehemu. Kamanda wa polisi mkoani Shinyanga, Janet Magomi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kulaani vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na kuongeza kuwa juhudi za kumtafuta mtuhumiwa zinaendelea ili sheria ichukue mkondo wake. Aliuawa baada ya kushambuliwa kwa kupigwa na fimbo na bomba la mpira la maji maeneo mbalimbali ya mwili wake na mwanamama ambaye kwa jina amejulikana kwa jina la Christina Kishiwa ambaye ni bibi wa huyu mtoto. Mali na Nigeria zimeingia katika mvutano wa maneno mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lililomalizika jana Jumatatu, zikibishana kuhusu tukio la kudunguliwa kwa droni ya Mali mnamo Aprili ambalo limevuruga uhusiano kati ya mataifa hayo jirani ya kaskazini mwa Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Algeria, Ahmed Yatafu, amesema serikali ya mpito ya Mali iliyopata madaraka kwa njia ya mapinduzi haina haki ya kuikosoa Algeria. Kauli hiyo ya Algeria imekuja baada ya hotuba ya Waziri Mkuu wa Mali Abdoulaye Maiga ya siku ya Ijumaa mbele ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuishitumu Algeria kwa kuunga mkono kile alichokiita ugaidi wa kimataifa kufuatia tukio la droni ya Mali kudunguliwa baada ya kudaiwa kuingia kwenye anga za Algeria. Aidha, Mali imefungua kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki kuhusu tukio hilo, hatua ambayo maafisa wa Algeria wameitaja kuwa kitendo cha kukosa haya. Mahakama Kuu ya kijeshi ya Kinshasa inatarajiwa kutoa uamuzi wake leo Jumanne Septemba 30 katika kesi inayomkabili rais wa zamani Joseph Kabila. Awali hukumu hiyo ambayo ilipangwa kutolewa Septemba 12 iliahirishwa kufuatiwa ombi la vyama vya kiraia, ikiwa ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kuomba mijadala katika kesi hiyo ifunguliwe. Katika kikao cha awali, kiongozi mkuu wa mahakama kuu ya kijeshi Joseph Mutombo alithibitisha uamuzi huo na kufufua kesi nyeti za kisheria yenye athari kubwa za kisiasa. Upande wa mashtaka ukiongozwa na mwanasheria mkuu wa serikali Lucien Ndukulia umeomba adhabu ya kifo kwa rais huyo wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kwa makosa ya uhaini, uhalifu wa kivita, kuandaa uasi na kula njama. Mashtaka hayo yanamtuhumu Kabila kuwa mchochezi mkuu wa ukatili unaotekelezwa na waasi wa AFC na M23 mashariki mwa nchi hiyo. Mbali na adhabu ya kifo, upande wa mashtaka unaomba miaka 30 jela kwa kuunga mkono uhalifu wa kivita, miaka 15 jela kwa kula njama, kukamatwa mara moja kwa mshtakiwa, kunyang'anywa mali zake, amri za kulipa gharama ya kifungo na kesi yenye hatari kubwa. Kesi hii inayosikilizwa bila ya mtuhumiwa kuwepo mahakamani inafuatiliwa kwa karibu nchini DRC na nje ya nchi. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Septemba 30. Jina langu ni Fatuma Huseni, nyuma kamera ni Goodrak Gustavo. Tukutane tena wakati mwingine.